Bwana Yesu asifiwe. Tunakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, mahali popote ulipo msikilizaji wetu na mtazamaji. Kabla ya mambo yote, tumshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuweza kuwepo hapa, sio kwa sababu ya nguvu zetu, bali kwa neema yake. Baba, katika jina la Yesu, jina kuu lipitalo majina yote, asante kwa ajili ya mtazamaji, asante kwa ajili ya msikilizaji. Ubariki ujumbe wa neno lako, ubariki naye anapotusikiliza. Vuvia nguvu za Roho Mtakatifu ujumbe huu, kila anayeusikia Bwana ukapenye ndani yake na ukakuzalie matunda, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Tunatoa sehemu ya pili katika kipindi chetu cha somo la pili la utulivu wa ndani. Tulikushatoa sehemu ya kwanza, iko kwenye channel, unaweza ukaitafuta, andika tu utulivu wa ndani utaona. Tutoa sehemu ya kwanza. Leo sasa tunatoa sehemu ya pili, utulivu wa ndani. Katika ile sehemu ya pili tunaangalia faida ya utulivu wa ndani. Tunasoma neno la Mungu sasa katika Isaya 32 mstari ule wa 15 mpaka wa 18. Hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana, nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu, amani ndipo hukumu itakaa katika jangwa na katikati ya shamba lizaalo sana, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Kwa hiyo na kazi ya haki itakuwa ni amani na utulivu daima. Kwa hiyo ukiokoka unahesabiwa haki, na zao la haki ni amani, na amani inazaa utulivu. Kibiblia sisi ni miti ya haki, na ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi ya kwanza anasema naye atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, yani wewe sasa, uzaao matunda yake kwa majira na wakati, wala hataona hari wakati wa uchache wa mvua. Kwa hiyo mtu aliyeokoka anafananishwa na mti wa haki. Kwa hiyo kama anasema kwenye Isaya 32:17-18 kwamba zao ni mti, ni kitu kinachopandwa na ni kitu kinachovunwa. Wewe umepandwa shambani mwa Bwana, wewe ni mti wa haki. Kwa hiyo kibiblia sisi ni haki, ni miti ya haki, na ndani yetu tunazaa utulivu na matumaini. Ukisoma katika Isaya 61 mstari ule wa 3 anasema, kuagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki. Angalia pale, miti ya haki. Kwa hiyo ukisoma Maombolezo 3:26 anasema ni vema mtu atarajie uokovu wa Bwana na kumngoja kwa utulivu. Kwa hiyo hata katika kuomba inabidi tuombe, lakini tuombe na kumngoja Mungu katika hali ya utulivu. Ukiona unakosa utulivu rohoni, maanake unakuwa na badala ya utulivu unakuwa na mangaiko. Na Biblia inasema msijisumbue, yani msihangaike. Katika kile kitabu cha Wafilipi 4, soma Wafilipi 4, anaeleza kwamba msijisumbue kwa jambo lolote. Anaeleza msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo. Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno ni kusali, kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Sasa ukitaka kuona, ukishaomba ukashukuru na ukasali, uwezi kuwa na mangaiko, kwa sababu unakuwa na utulivu, kwa sababu unahifadhiwa na amani ya Kristo ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ukisoma Isaya 61:3 anasema kwamba roho ya uzito itaondolewa upate kuitwa mti wa haki, na mti wa haki maana yake unazaa, unakuwa na utulivu. Kuna watu wengi sana wanateswa, hawana utulivu ndani, wanaomba lakini wana mahangaiko ndani.
Kwa hiyo kama una mahangaiko bado hujatua hicho ulichobeba, vizuri sana basi usome Mathayo 11 mstari ule wa 28 mpaka 30. Inaposema kwamba jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Maanake kuwa na mahangaiko ni kukosa raha. Zaburi ya 62 mstari wa kwanza nasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Biblia inasema pia unapoomba umngoje Mungu kwa kimya, yani kwa utulivu. Lakini hata ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 19 unaona jinsi Elia alikuwa kwenye pango, upepo ukawa unapita mkubwa ambao ulikuwa unavunja miamba, kisulisuli kilikuwa kinapita, hakutoka. Lakini aliposikia hali ya utulivu akatoka. Mungu akatokea katika hali ya utulivu na akazungumza naye katika hali ya utulivu. Kwa hiyo wale wote ambao wanataka kuona Mungu akizungumza nao, wakae katika mazingira yenye utulivu na waombe utulivu katika nafsi zao. Mungu ataanza kuzungumza nao na kujifunua sana. Biblia inasema pia wanawake wajipambe kwa roho ya utulivu na upole. Sasa na Petro wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 4 anasema, kujipamba kwenu kusiwe nje, bali utu wenu wa moyoni usionekana katika mapambo yenu, mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Kwa hiyo utulivu unatumika pia kama vazi au pambo kwa upande wa kina mama. Wamama wanatakiwa wawe na utulivu nyumbani, utu wema, upole, kiasi na utulivu. Lakini Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 12 bado inaeleza, basi twawaagiza hao na kuagiza katika Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu. Kumbe utulivu unamsaidia mtu kufanya pia kazi kwa ufanisi. Ukiwa hauna utulivu, hata kazi yako itakuwa haina ufanisi au haina ubora. Ukiwa katika hali ya utulivu, utafanya kazi yako kwa ufanisi na ustadi zaidi. Kwa hiyo shetani akitaka pia kukukorofisha na Mungu, ataiba utulivu wako wa ndani, atakunyang'anya utulivu, ataachilia roho ya mahangaiko, ataachilia roho ya hofu. Kwa hiyo jifunze kukemea hofu na kila aina ya mahangaiko ndani yako, na ujifunze kusema, moyo wangu tulia kwa Mungu, kwa sababu katika hali ya utulivu Mungu atazungumza na wewe. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 11 na 13, Mungu alimjibu Elia katika hali ya utulivu. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 11 mpaka 13, Mungu alimjibu Elia katika hali ya utulivu sana. Kipindi hichi watu wanapita katika misukosuko mbalimbali ya maisha, na kuna mambo mengi sana yananyima watu utulivu, yanaletea watu paniki, yanaletea watu hofu. Nikutie moyo, ukishamtangulizia Mungu maisha yako, mwachie yeye, atashughulika na kila kitu ambacho kinakuhusu. Ni mambo mazito sana, lakini Mungu atusaidie. Kwa hiyo hata nchi isipokuwa na utulivu, ikiwa katika hali ya mahangaiko, nchi hiyo haitaweza kuwa na maendeleo wala mafanikio yoyote. Angalia katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2, anasema kabla ya mambo yote inahitaji dua na maombezi zifanyike kwa ajili ya wote wenye mamlaka wakuu, ili nchi iwe na amani na utulivu. Kwa hiyo hata nchi yenyewe ikiwa katika hali ya mahangaiko, watu hawataweza kufanya vitu vyao kwa ufanisi. Lakini utulivu, Mungu anaongoza mtu katika hali ya utulivu. Katika ile Zaburi ya 23, ukisoma pale katika ile Zaburi ya 23, katika hali ya utulivu pia kuna uongozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ya utulivu kuna uongozi wa kimungu, lakini katika hali ya fujo na haraka na paniki hakuna uongozi wa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 23 mstari ule wa 2, anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Kwa hiyo angalia, katika utulivu, katika hali ya utulivu kuna uongozi wa kimungu, lakini katika pupa na haraka na paniki na hofu hakuna uongozi wa kimungu. Kwa hiyo muombe Mungu akupe roho ya utulivu wa ndani, ili aweze kusema na wewe. Na unaweza hata saa nyingine ukajitenga kidogo na watu. Kwa nini Yesu alikuwa anajitenga na watu, anaenda mahali pa faragha kuomba? Ni alikuwa anatafuta utulivu ili amsikie Baba akisema.
Kwa hiyo ni vizuri ukawa unapata mahali pa utulivu, kuangalia vitu vyote vinavyokunyima utulivu, hata wakati ukiwa kwenye maombi uweze kuvidhibiti. Wakati mwingine adui anaweza akapitia simu yako kukunyang'anya utulivu. Wakati mwingine unaweza ukawa kanisani lakini ukanyang'anywa utulivu kwa sababu unakuwa na mawazo. Adui kuna kitu kinaitwa mashambulizi ya fikra. Adui anapitia fikra zako na anaachilia mahangaiko ndani. Unawaza ukitoka kanisani utakula nini? Unahangaika sijui wanyama watakula nini? Unahangaika watu wanaoumwa. Kwa hiyo unakuta kanisani uko kimwili lakini nafsi yako iko pale, kuna mahali iko. Kwa sababu kwenye nafsi kuna hisia, kuna utashi, unawaza vitu nje ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo adui amepigana sana kulinyang'anya kanisa utulivu. Lina mahangaiko. Watu wana mahangaiko, hawawezi kumsikia Mungu. Mtu hana utulivu, haombi na kumsubiri Mungu katika hali ya ukimya. Na nchi yetu inanyang'anywa, inaweza ikanyang'anywa utulivu. Ukatokea taarifa ambazo zinasumbua watu, zinakosesha watu amani. Kwa hiyo taarifa nyingi ambazo pia zinatupa kwenye mtandao ya kijamii, nyingi ni za uzushi. Kazi yake pia ni kunyang'anya watu utulivu na kuwapa watu paniki na kuwapa watu hofu. Na ni kutaarifu tu katika siku hizi za mwisho, mkakati mkubwa wa shetani atakaotumia ni kuingizia watu roho ya hofu. Na hii roho ya hofu ikiingia ndani yako inakukosesha utulivu. Wakati mwingine unaomba usikii Mungu akisema kwa sababu una utulivu wa kukaa mbele zake kwa heshima. Ukae mbele zake kwenye uwepo wa Bwana kwa heshima, ukamsikia jinsi anavyozungumza kwa heshima na wewe. Na ndio maana sasa Mungu hawezi kuzungumza ukamuelewa. Kwa hiyo nakusii kupitia ujumbe huu, ukae katika hali ya utulivu. Wale wa mama wanaojipamba kwa mapambo ya kidunia sana, Biblia imeshaonya, jipambeni kwa utulivu kwa kiasi. Kujipamba kwenu, anasema wanawake wajipambe kwa roho ya utulivu na ya upole. Wewe una upole wala hauna utulivu, lakini umevaa mapambo ya kidunia mwili mzima, sidhani kama utanyakuliwa. Akusaidie sana Mungu. Kwa hiyo katika utulivu kuna uongozi wa kiungu. Tumeshasema katika Zaburi ile ya 23 mstari ule wa 2. Katika utulivu kuna uongozi. Mungu anakuongozaje katika mahangaiko ulionayo? Muomba kwanza utulivu. Sasa katika ile Zaburi ya 51 mstari wa 7, hebu tuangalie katika ile Zaburi ya 51 mstari wa 7. Inasema kwamba tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nao utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Mstari wa 12, unirudishie furaha ya wokovu na unitegemeze kwa roho ya wepesi. Ukishakuwa na huna utulivu ndani, unakuwa na roho nzito ambayo iko kule kwenye Isaya 61. Isaya 61 inaeleza zaidi kwamba hii roho nzito upewe vazi la sifa badala ya roho nzito. Sasa huko anakuambia utegemezwe kwa wepesi, uwe wepesi wako, uwe mwepesi, usiwe na mahangaiko sana, usifanye haraka kutoka katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanafanya kazi vibaya, lakini katika hali za haraka haraka na mahangaiko, Mungu anaweza pia asiweze kuzungumza. Anaweza asiweze kuzungumza na ukahubiri vitu kwa utashi au kwa akili zako, lakini ni vema ukakubali kukaa barazani pa Bwana kwa utulivu ili pia akakupitishia ujumbe. Yeremia 23 mstari ule wa 23 anasema, lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikizisha watu wangu maneno yangu na kuwajeuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kwa hiyo kuna watu pia ni watumishi wa Mungu wazuri sana, lakini kutokana na hali wanaopitia imewanyang'anya utulivu mbele za Mungu. Wanahangaika kiasi kwamba hata kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu kwenye maisha yao inakuwa ngumu, wana mahangaiko, hawajatulia. Tunaomba sasa na wewe ili Bwana aweze kutuliza moyo wako. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye ana mahangaiko ndani. Umesema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Naomba Bwana raha nafsini mwake. Ondoa kila mahangaiko ndani ya moyo wake. Kama kuna mambo yaliyomuingizia roho za hofu, nayo ninayafunga na kuyang'oa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, natangaza sasa utulivu. Naomba sasa ukaachilie utulivu. Maana katika utulivu kuna kuongozwa na wewe, katika Zaburi 23 mstari wa 2.
kando ya mito ya maji ya utulivu uniongoza. Naomba Bwana ukamuongoze katika hali ya utulivu. Wengine umetamani kuongea nao lakini sasa haupati utulivu, wana mahangaiko. Wengine wanaingia hata katika maombi lakini simu ziko wazi, simu zinalia, wanakatisha maombi, unashindwa kuzungumza nao. Wanaingia katika uwepo wako na kutoka kwa sababu ya vitu vya kidunia. Wengine wamenyang'anywa utulivu na baadhi ya taarifa mbalimbali ambazo zimetupwa kwao kwenye masikio yao. Wamesikizishwa taarifa ambazo ni za hofu, wengine wameingiziwa hofu, wengine wameingiziwa mashaka, wengine wamekosa utulivu kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya kiuchumi, ya kimaisha. Baba, ninakusihi sasa katulize mioyo yao katika jina la Yesu. Kila moyo unaohangaika naomba ukautulize katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, wewe Yesu Kristo ulikemea ile bahari, ulikemea zile dhoruba. Tunakemea kila dhoruba katika jina la Yesu. Tunakemea dhoruba kwa jina, tunakemea mawimbi katika jina, tunakemea mawimbi haya, nakemea hizo dhoruba ili kwa kupitia ujumbe wa neno la Mungu mtu apate utulivu. Amekuwa hana utulivu, anakuwa na mangaiko, amekuwa hawezi kusikia kitu akanyamaza, ni roho za mangaiko. Baba, tunang'oa hizo roho za mangaiko. Baba, tunavika roho ya utulivu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Yesu Kristo la thamani, damu ya Yesu Kristo ya thamani ikamwendeshe wokovuni katika jina Yesu. Roho Mtakatifu, naomba utulie ndani ya mtumishi wa Mungu huyu, sawa sawa na kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Roho wa Bwana ulitulia kwenye uso wa maji, na kwenye moyo wa huyu mtu kuna maji yaliyo hai. Tena umesema katika kile kitabu Bwana cha Mithali 4:23 ya kwamba ndani ya moyo kuna chemichemi za maji yaliyo hai. Naomba Roho Mtakatifu akatulie kwenye moyo wake, ili Bwana kila aina ya hofu ikapotee. Kuna wengine wamekuwa wakiota njozi zinawaletea hofu. Ninaomba damu ya Yesu Kristo ivunje yao madhabahu ya kuzimu yanayopitia mlango wa ndoto kupeleka hofu. Wengine wamekuwa kinyang'anya utulivu, wanaweweseka wakati wa maombi. Wengine ni watoto wachanga, wakati wa usiku wakilala wanakosa utulivu, wanaweweseka. Bwana, wewe ulisema utampa mpenzi wako usingizi. Katika Zaburi ya 127 ulisema ya kwamba Bwana, usipolinda mji wanaolinda wanafanya kazi bure. Tena wanaojenga wanafanya kazi bure, wanaolinda wanakesha bure. Na wewe ukasema Bwana, kazi yetu ni bure, sisi tunaamka na kukesha, lakini ukasema wewe unampa mpenzi wako usingizi. Katika jina la Yesu, wale wasiopata usingizi, wenye mahangaiko usiku hawapati usingizi, ninavunja hiyo roho na kuisambaratisha sasa. Natamka damu ya Yesu ikapite kwenye ulimwengu wa roho, ikiondoa sasa hofu, ikiondoa sasa mashaka, ikiondoa sasa mahangaiko, ikiondoa sasa hofu, ikivunja roho zote za mauti. Yesu Kristo amesema mabaya hayatanipata mimi. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana atanilinda mimi dhidi ya mabaya yote. Bwana atanilinda ninapotoka na ninapoingia. Sitaogopa hofu ya usiku, wala mshale upitao gizani, wala tauni haribuo. Katika jina la Yesu ninafunika kila mtu ambaye ananisikiliza na kunitazama. Ninavunja roho za mangaiko, ninavunja roho za mafadhaiko, ninang'oa na kuhamisha kabisa. Natangaza damu ya Yesu ikavunje madhabahu za kuzimu, ikavunje ngome zote. Amen. Ikiwa uko unanisikiliza, basi endelea kutafuta maeneo yenye utulivu uketi. Na wakati mwingine unaweza kupita hata vita ya ndoa au vita yote ile ikakunyang'anya utulivu. Tena tafuta maswimming pia, nenda kama unaweza kuogelea kidogo, basi nenda kaogelee, urefresh mind, au nenda milimani, tafuta sehemu utakaa mwenyewe, halafu ukubali kusamehe. Kama ni mambo magumu umepitia, ukubali kuyasamehe, ukubali kuyaondoa moyoni ili uweze kupata uponyaji. Unajua kazi ya Injili pia ni kufungua watu waliofungwa. Kwa hiyo tunaamini ukifuata hatua hizo utapokea uponyaji. Lakini usiogope, endelea kusoma neno la Mungu, na kama kuna mazingira ambayo unapitia, tafuta watumishi wa Mungu wa kiroho pia uwaeleze, ili wakusaidie pia, wakushauri. Kuna mahali huwezi kupita mwenyewe, unahitaji watu wengine. Mungu huinua watu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo naamini ukifanya hivyo Mungu ataenda kufanya kazi kubwa sana. Unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba za simu zinazopita hapo kwenye skrini, au kama una sadaka unataka kutuma au shuhuda. Mungu akubariki sana na aachilie roho ya utulivu juu ya maisha yako. Amen.